Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, mbele yako ni mchambuzi na mtangazaji wa kipindi cha EFM cha michezo Falasi wa Vita. Tumekuja kuzungumza ishu kubwa haswa vinavyoendelea ndani ya klabu ya soka Simba pamoja na Young Africans kwa Ezeli Mwenda. Kaka, habari za mchana? Kwema? Bwana kwema ndugu yangu, mambo yanaendaje? Kwema, sio wewe? Tuko safi, namshukuru Mungu, alhamdulillah. Tumeona klabu ya soka Simba kuna baadhi ya mashabiki na wanachama imekuwa ghafla wamechukuliwa na kupelekwa kituo cha polisi. Mpira umehamia kwenye sheria zaidi kuliko mahakama yenyewe mpira husika. Of course, tathmini kile ambacho kinawekwa kwenye makusudi ya mpira wa miguu, uwezo ukaona kuna namna ambavyo yote na waruhusu kwenda kupelekana polisi, sijui mpira kupeleka kwenye serikali, kwenye hizi mamlaka. Inapinga kwanza, kuna vitu ambavyo haviendani navyo, lakini inavyotokea watu wanafanya makusudi kwa sababu ya siasa zetu tena za mpira wa bongo, inawalazimu labda wahusika kufanya hivyo. Lakini kwangu mimi najaribu kujifikiria, sijui, labda sijaona au tafiti zangu hazijanionyesha. Mimi sije kuona upande wa mwekezaji, kwa maana ya upande wa Mo Dewji wao wakifanya hivyo, kwa sababu mara nyingi nimeona pia wakikosolewa. Nimeona mara nyingi pia wakipigwa mawe, wakipigwa vita, lakini sije kuona ikifikia hatua akakamatwa aidha mwandishi au influencer au mwanachama au shabiki tu yoyote kamzungumzia Mo Dewji kwa ubaya naye akapelekwa Central, sio kapelekwa kituo gani cha polisi. So hii vita ambayo wanaitengeneza wao kwa wao ndani, sidhani kama ina afya kwa klabu kama ya Simba. Wote ni wanachama, wote wanaipenda Simba. Kwa hiyo inafikia hatua waangalie wenyewe mwafaka wao, wanaijenga Simba iliyo imara kwa ajili ya kufikia target ipi, ama wanaijenga Simba kwa ajili ya kila mmoja kupambania mambo yake binafsi aweze kwenda. Kwa ni maswali ambayo wana Simba wenyewe wanatakiwa wakae chini waweze kutafakari, lakini kwangu mimi sidhani kama ni busara kufikia hatua kwanza kupelekana polisi. Wale wanaokamatwa huenda kaonesha hisia zake kwa sababu anaipenda timu, kaumia, yes. Labda imefikia tu ana familia nyuma inamtegemea huko, maana yake unavomweka ndani siku mbili, ile familia yake nyuma kule watu siku mbili labda wanakosa kitoweo, wanakosa chakula, wanakosa mahitaji, labda kulipa kikoba cha shemeji, labda pia mtu alipi kwa wakati, maana yake inaweza kusababisha mambo mengine, inaweza kapelekea hadi usaliti kwenye ndoa. Mambo haya kupelekana unamfunga hivi mtu, mambo yamekwama huku, mambo kaangukia kwingine. Kwa hiyo sidhani kama ni busara, wakae chini watafakari waweze kuyamaliza. Sidhani kama yana afya katika kuijenga Simba imara. Ishu kubwa mpaka kwenda huko ilikuwa ni kumkebei au kuziaki kwa mzabuni wa jezi baada ya kutoa promotion yake ya X Factor ndani ya klabu ya soka ya Simba, kuhitaji kununua jezi kwa wingi waweza kumsajili X Factor. Kuto kupatikana kwa X Factor, baadhi ya wanachama hususan tukimwangalia Muhindi ambaye alikamatwa, Muhindi wa Simba, pamoja na mzee wetu Malinyi akiwa ni mmoja kati ya watu wao ambao walikuwa wameshikiliwa na jeshi la polisi. Hii imetokana na zile hasira za kumkosa X Factor ndio maana ikasababisha yote haya? Hapana, sidhani kama ni hasira. Mimi ni moja ya watu ambao kwanza naamini Jairut ama Joseph Rwagasira, siamini kama angefanikiwa kukamilisha hili dili. Kwa nini? Yani siamini kama angefanikiwa kukamilisha kupitia mauzo ya jezi kwa kiasi kikubwa cha fedha ambacho kilikuwa kinahitajika. Azam FC tunajua X Factor ni Faisal, wala tusidanganyane kwamba X Factor ilikuwa inatazamwa mwingine, japo na kuna ukweli upo unafichwa ndani yake. Mimi ninachokifahamu ni kwamba of course Simba walikuwa wanahitaji kumsajili Faisal, lakini fedha ikawa ngumu kupatikana ili aweze kusajiliwa huyo mchezaji. Mkataba wa Jairut haumuongozi yeye kuingia kwenye makubaliano ya kwanza kusajili mchezaji muda wowote. Mkataba wa Jairut ambao mimi nimeuona ni kwamba anasajili mchezaji dirisha dogo. Kumbuka hili ni dirisha kubwa. Watanzania tuna muda akili zetu hatuzitumii vizuri. Yaani kuna muda tunaishi mtu akisema hivi tunafuata upepo, lakini tunasahau kanuni na taratibu zinafanya nini au zinaongoza nini. Ninachokijua makubaliano ya Simba Sports Club na upande wa Jairut ni kuna hiyo bonus ya kununua mchezaji kama ahadi ambayo aliitoa, ananunua mchezaji dirisha dogo, lakini si dirisha kubwa. Hili dirisha kubwa hatakiwi kudaiwa Jairut mchezaji yeyote yule, kwa sababu hayupo kwenye makubaliano yake ya kimkataba. Nini sasa kilichotokea ni kwamba alivyoona wana Simba wanamhitaji Faisal, wanahitaji X Factor, akasema kumbe na mimi naweza nikafanya kitu, sio lazima dirisha
dogo kama ambavyo makubaliano ya awali yalivyo. Sasa mawazo hayo anayapata ikiwa zimebakia siku 3 dirisha kufungwa. Anafanyaje? Ndio maana nakwambia nilikuwa siamini kwa siku 3 eti Jairut auze jezi, hata kama angeuza jezi zote ipatikane fedha kuweza kumnunua Faisal kwa hela ambayo ilikuwa inatangazwa na Azam. Ni ngumu sana mtu yeyote, labda kwa hela zake binafsi. Na hili sio Jairut tu. Mtu yeyote yule angekabidhiwa nafasi ya kumsajili Faisal au huyo X Factor kupitia mauzo ya jezi ndani ya dakika 3, ndani ya siku 3, hakuna mtu ambaye angetoboa. Sasa why tunamkuja kumwandama Jairut eti amedanganya umma, sijui ametapeli, sijui hela za nini? Wasubiri. Labda dirisha dogo, huenda kanuni yake ya kusajili mchezaji anaweza kumsajili kupitia hizo fedha kwenye ongezeko la jezi ambazo zimekuepo. Mbona ni masuala ya kuzungumza kwenye lugha moja tu ambayo inaeleweka. Na kumbuka ni shilingi 1500. Mtu asiibeze kwamba 1500 labda 1500 yenyewe ni ndogo, mtu afika pata jezi. 1500 inaongoza maisha ya mtu na familia yake huko. Kwa hiyo tusidharau kwa sababu sisi tunaiona labda ni ya kununulia vocho, mtumie mchepuko, mtumie mchuchu, kwa hiyo na kama 1500 ni ndogo, lakini 1500 inaongoza maisha mtu inasababisha hadi mtu analipa ada. Kwa hiyo 1500 ambayo tusidharau. Kwa mimi naamini Jairut hajaidharau hiyo 1500 iliongezeka, na naamini huenda akasajili dirisha kubwa. Nilivyojaribu kuchimba, ninaongea kitu ambacho na uhakika nacho na si hisia wala masikio nimesikia kwa watu. Katika tafiti zangu za ana kwa ana na kuweza kujua ukweli uko wapi, nimekuja kugundua kwenye zile siku 3 hata Jairut mwenyewe kwenye hela ambayo alikuwa anatarget kumnunua huyo X Factor, of course idea aliipata kumnunua, lakini alikuwa anapiga mahesabu, hela isipotosha kumnunua Faisal, huyo X Factor anayependwa zaidi, anafanyia nini? Kuna mchezaji alitajwa nasikia kutoka Kameruni ambaye yeye mwenyewe alimuona kwa jicho lake na watu wake, akasema mimi kuna mchezaji striker, lakini anatakiwa kwa sababu ya striker huyu anaonekana kama Dumbia hajapokelewa vizuri na wanachama na mashabiki, wacha tuwape huyo top scorer wa Kameruni, ana kitu. Watu wakamwambia tuna wachezaji tayari 12 wa kigeni, hatuwezi kuongeza mchezaji mwingine, inasemekana hivyo. Umeona? Katika kujaribu kupushi pia angalie labda basi wa kigeni si 12 wamefika. Basi wacha nishushe. Wewe hujasikia taarifa za Paul Peter kuhitajika Simba? Nimeisikia. Mbona uniulize Paul Peter imeishia wapi? Umeelewa? Tulikuwa tunaelekea huko. Sasa Paul Peter ni pendekezo la Jairut. Akasema basi sawa. Tumemkosa huyo anayependwa. Basi tuwape angalau huyu ambaye anakaribia kupendwa. Paul Peter mzawa ni nani? Anayekaribia kupendwa ukubwa huo au anayependwa kwenye ukubwa fulani? Jina la Paul Peter hili hapa. Haya basi jamani, tumemkosa Faisal, mmemkataa huyo wa kigeni, basi tumtie huyu hapa Paul Peter ndani ya timu. Kiasi kidogo sana cha fedha ambacho kikitumika tunampata. Wachezaji wa kigeni wametosha. Wazawa pia wametosha. Kwa hiyo wametosha vipi? Tumeambiwa timu inatakiwa sajili wachezaji 40. 40 sijui utawalisha wewe. Yaani kuna mambo mengine sasa. Kwa kuna namna fulani hivi ambayo haiko sawa ndani ya hii timu, na wala wasijifiche kufungana kuwakamata watu wanaowakosoa ili kuwanyamazisha, kuwapeleka vituo vya polisi. Waache huru watu watoe maoni yao. Ukione imekuuma, umeguswa, achia. Yaani yeye achia kwamba acha hiyo tabia ni mbaya, watu hawaitaki, nyoka. Mbona hii watu wanaipenda Simba kwa malengo yao? Ubaya mwingine ambao nauona ndani ya klabu ya Simba ni kwamba kuna watu wanaiongoza Simba wanahisi ama wanaamini wao wanaipenda Simba kuliko mtu yeyote duniani. Hili ni kosa kubwa sana kwa viongozi wa hii timu. Kuamini kwamba mimi ndo niko hapa, ndo kiongozi kwenye nafasi fulani, basi mimi ndo naipenda Simba kuliko mtu ambaye yuko Kahama Shinyanga kule. Kumbe kuna mtu yuko Kahama Shinyanga hali siku 3 kaka Simba akifungwa. Wewe umekaa hapa hata akifungwa unaenda baa kunywa soda, unaenda kunywa soda mweleka, alafu bado unasema mimi naipenda Simba kuliko mtu mwingine. Kuna watu wanaipenda Simba kaka, wakiona viongozi wanachokifanya, wako tayari kufanya tukio lolote la binadamu ambalo anaweza kulifanya. Lakini hawataki, yani wanaumia, kwa hiyo wasifike huko. Sasa falasi unavyoona yote yanavyoendelea na klabu ya soka Simba, ubingwa waufikirie japokuwa ndio mwanzo kabisa wa ligi. Of course migogoro hii siamini kama Simba anaweza asiwe bingwa. Siamini kama eti kuna timu nyingine pia inaweza ikawa bingwa, kwa sababu tuashumu basi migogoro hii ikamkwamisha Simba kuwa bingwa. Manake bingwa anastahili kuwa nani ambaye amenyooka? Je, ni Fountain Gate FC? Je, ni Mashujaa, Kagera Sugar? Manake utarudi pale ni Yanga Afrika. Je, Yanga Afrika mnaamini ndani pale na kwenye pamenyooka kweli, au tunafumbwa na usajili wa Shalulile? Tunafumbwa na Stefano Aziziki? Umndani mambo yamenyooka, wanastahili kuwa mabingwa, wapo kibingwa. Kwa kuna vitu vingi sana vya kusubiri kuona. Kwa hiyo hadi sasa bingwa bado sijajua.
ni nani, lakini kupitia sajili of course Young Africa ana deserve. Hata sasa ukiamsha okay, ndio mechi kadhaa zimechezwa, nani unadhani anakuwa bingwa? Utasema Yanga kwa sababu ya experience ambayo tumeiona kwenye ubingwa anaochukua, lakini vile vile sajili ambazo wamezifanya wako bora sana. Kwa hiyo nafikiri hivyo Simba wanatakiwa wajifunze baadhi ya vitu ambavyo hata kama vinawauma, lakini Yanga wanavifanya ambavyo vinawafanya Yanga inakuwa tununu. Tusalie hapo ndani ya klabu ya Young Africans. Tumeona kuna nyota ambaye inasemekana, ila taarifa zisizokuwa rasmi kwa ndani ya klabu, kwamba Israel Patrick Mwenda alisimamishwa kwa kosa la kuhusishwa kuchukua mlungula mechi ya dabi ya Simba na Yanga, Meja Jenerali Samuyo iliyomalizika kwa 2-2. Lakini juzi taarifa imetoka kwamba klabu inamhitaji mchezaji kuja ndani ya klabu haraka, huku mzazi wake akisema hawajapokea barua ya kumsafisha mchezaji. Kama ile taarifa waliomsimamishia ni kweli? Mimi nimemsikiliza mzazi wa mchezaji, nimesikiliza afisa habari wa timu akizungumza, kila mmoja amevutia upande wake. Kwa hiyo ukimsikiliza mzazi anaonekana kama wanachokihitaji ni kuona mtu mzima kichutama. Yaani wanamaanisha kwamba wanahitaji kuona uongozi wa Yanga Afrika kupitia nafasi husika ambayo ilimpa taarifa ya awali bwana Israel Mwenda kuhusiana na tuhuma ambazo zilizopo, kama ni kweli alipewa. Nafikiri wao wanaangalia zaidi ni kama Yanga kumsafisha kijana. Wanasubiri Yanga wamsafishe kijana ili kijana aweze kurudi ndani ya timu. Nadhani kijana ndo kashikilia hapo. Kwa hiyo tusubiri kuona kama Yanga atakuwa tayari kwa ajili ya kumsafisha kweli Israel Mwenda, ili Israel Mwenda aweze kukubali kurudi ndani ya kambi. Ubaya ni kwamba pia naiona kuna asili ya msimamo kwa Israel Mwenda, na watu wanashindwa kutofautisha kati ya msimamo na kiburi. Unajua wengi Kiswahili tunakisikia, lakini kuna wakati kukitendea ama kukielewa ni ngumu sana. Huenda mtu akawa na misimamo yake ameiweka imenyoka hivi kwamba liwe hivi lisiwe hivi, mimi msimamo wangu ni huu, lakini bado watu wakamwona huyu sio misimamo, ule ni kiburi. Kwa watu labda ameona kuna baadhi ya watu wanatendewa na anahitaji ile haki, au ana kiburi kwamba analazimisha kiwe kitu ambacho kisichokuwa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho bado sijakielewa mimi mwenyewe binafsi, kwa sababu upande huu unaeleza hii, upande huu pia wanakueleza hiki. Kwa mwisho siku unaweza ukalala upande mmoja ukauelewa, ukaukosoa upande wa pili, kumbe unaokosoa ndo ana haki. Kwa hiyo mwisho siku tujiulize tu, mchezaji Israel Mwenda ni mchezaji mdogo sana kwenye ligi yetu kwa wachezaji wazawa, lakini anawezaje kunyanyua mapembe na kudai haki yake ndani ya Yanga Afrika? Hilo ni swali ambalo watu tusimone mjinga pia Israel Mwenda. Unawezaje Israel Mwenda kwa ukubwa gani aliyokuwa nao wa kwenda kuisimamia kwamba nahitaji mnifanyie hiki ili nirudi? Sidhani kama ni akili zake za kawaida. Kwa nafikiri kuna akili zake za nyongeza zimekuepo pale, na kama hadi mtu anaongeza akili za ziada ili aweze kuamua, maana yake kuna kitu anakijua, kuna kitu anakiona na kuna kitu anakitafuta. Sasa watu tusifate tu upepo wa kuamini kijana na makosa. Tumpeni sikio kijana. Huenda kijana ana hoja ambayo inaweza akakusimulia ukadondosha machozi. Tumpe sikio kijana. Falasi hii imetokana baada ya Faisal Salum kufanya hivi hadi kugomea kwamba hatohitaji kushiriki tena hata kurejea na klabu ya Yanga. Israel amechukua somo kutokea hapa kwa Faisal. Siamini kama amefunzwa na tukio ambalo alilifanya Faisal. Huenda amefanya hivyo pia. Sitaki kumpa credit Faisal kwamba amewafundisha vijana jinsi ya kupambania haki zao. Kumbe mtu kajiongeza tu yeye mwenyewe binafsi. So yeye ndo anayejua ukweli. Ukweli wa hii picha yote. Mimi naamini ukikaa na Israel Mwenda anakusimulia. Si mjinga anarudia tena. Kutorudi kambini akaenda kukaa Dubai ambako tunamwona anafanya mazoezi. Si mjinga kutoa hela zake mfukoni akaanza kufanya mazoezi na makocha specialist wale special wanaofundisha wachezaji wa Saudia. Tunaona matrainer hapa Bongo wanoa wachezaji ma superstar wa Bongo. Sasa kule Dubai kuna makocha ambao ni specialist kwa wachezaji wa professional wanaenda pale Dubai kujinoa. Kijana naye yuko pale anajinoa. Sio rahisi kutoa fedha kwa kawaida, hela ambayo unalipa ili ufanye mazoezi na wale makocha. Kijana akalipa ili asipoteze fomu yake. Sio mjinga kutorudi kambini, apewe sikio Israel Mwenda. Kwa hiyo natamani kwamba Israel Mwenda kama Young Africans watamtakatisha, anapaswa kuenda klabu ya Young Africans kuja kugombania namba upande wa yao pamoja na Kibwana Shomari.
Kugombania namba manake yoyote Tanzania hii, beki yoyote wa kulia anayegombania namba na Yao Kwasi, pona yake ni kumwambia Yao Kwasi aumwe. Fullback yoyote wa kulia kwenye ligi yetu hii atakaenda kupambania namba na Yao Kwasi kwenye timu yoyote atakayo kuwepo Yao Kwasi, pona yake huyo mtu anayegombania namba na Yao Kwasi amwombea Yao Kwasi aumwe. Sasa kama wewe sio mtu wa kuombea mabaya watu, nadhani pia sio sehemu sahihi ya kwenda, kwa sababu utaenda kukaa benchi. Kwa nini kiuwezo yule kijana na uwezo mkubwa sana, sio tu kwenye ligi yetu, yani kuna baadhi ya ligi kubwa sana hapa Afrika anacheza yule Israel nazungumzia Yao Kwasi. Kwa hiyo pepo wa Yao Kwasi unaweza pia ukawa ni moja kitu ambacho kimemfikirisha Israel, akasema hata kama nikirudi pia namba sipati. Yule kijana wa moto sana. So sibezi uwezo wa Israel Mwenda, nitafurahi kumuona amepata timu nyingine nje ya Dar es Salaam, nje ya Tanzania akicheza huko. Naamini bado taifa linamtegemea kwa maana Taifa Stars. Naamini ana uwezo wa kucheza nchi nyingine huko na akawa na uwezo mkubwa. Bwana Falasi, nikushukuru sana, nikutakia mchana mwema na jioni njema. Bwana asante sana, nashukuru sana. Shukrani sana.